Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakristo shalom, amani ya Bwana iwe nanyi. Nimekuja na leo na vitu vizuri kabisa. Yaani leo nimeleta dawa tofauti na hiyo ambayo tulikuwa tunasomesha. Najua hapa kwenye sahani yangu mbele mmeona mbegu hii ndani. Ni mbegu nyeusi tu, lakini najua we bado hujaifahamu kama ni mbegu gani. Lakini kufahamisha, hii mbegu unaiona ndani ya sahani ni mbegu ya mpaipai. Hapa imeshaanikwa, inabakia kusagwa tu. Ndio jambo linalobaki, kusagwa tu ili kuitengeneza dawa yako. Na dawa yenyewe leo tunataka tusomeshe dawa ya kutibu ugonjwa wa appendicite. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unasumbua sana binadamu. Sawa? Na mtu ambaye anakuwa na ugonjwa wa tumbo inakuwa nzito. Sawa? Mara unakula chakula kidogo tu tumbo inakuwa inavimba. Sawa? Na kuna mtu ambaye ana ugonjwa wa kiste, kinakusumbua sana, umefanywa operation lakini kiste haimalizike. Nitaleta dawa ya aina mbili ya kusafisha tumbo yako ili kutoa vile vidudu vyote ambavyo vinaweza kuwa sababu ya kukosesha raha ya kuishi katika ulimwengu. Yaani tumbo kuuma upande moja, tumbo kuvimba upande moja. Sawa? Hata kama una ugonjwa wa rate, sawa, hii dawa ni mujarabu, itakusaidia. Hata kama una ugonjwa wa amibe, hii dawa ni mujarabu, itakusaidia. Hivi vidudu vyote vyenye kusumbua watu tumboni, tumia dawa hii muda wa siku 7, itakuwa inakusaidia kabisa. Utafanyaje sasa? Kuja unisikilize. Hapa nina mbegu ya mnanasi, sawa? Hii ni mbegu ya nanasi, kwetu wa Faransa wanaita anana. Hii dawa mbili ndo natoka kuonesha namna gani utaitengeneza. Jambo la kufanya, chugua nanasi, utaisaga, lakini mimi sina muda ukusagia ili nikuoneshe na kufundisha tu, mwenyewe utajifanyia kazi. Utasaga nanasi yako, uchugua nanasi ile ambayo inakuwa inaiva vizuri kabisa. Ile ambayo ilikuwa ishakomaa vizuri, unaisaga, unapata maji takriban unapata maji yako takriban glasi moja ya maji ya nanasi. Kisha utakuwa unachugua hii mbegu ya mpaipai, nayo pia utaisaga upate unga wake. Unachugua glasi moja ya maji ya nanasi na pao 2 ya unga wa mbegu ya mpaipai. Unachanganya, unakoroga. Kisha mchanganyiko wako unatakiwa kutumia asubuhi mapema kabla hujala chochote. Asubuhi tena kesho yake utafanya tena hivyo hivyo. Fanya huu utaratibu muda siku 7. Insha Allah Taala utakuja kunishukuru. Lakini haitoshi, ukimaliza hiyo siku 7, sawa, ili kusafisha mpaka na mdudu wa kiste asibaki ndani ya tumbo yako, chugua pia majani ambayo yanaitwa majani ya maboga. Sawa? Majani ya maboga unatakiwa pia kuichemsha majani ya maboga na maji. Unatakiwa kunywa yale maji yake. Sikwambie utie chumvi wala utie mafuta kama vile unavotia chakula chako chakula, au kipindi kile ambacho unataka kuikula ile majani ya maboga. Unatakiwa tu kuipiga pasina kutia chumvi ama mafuta. Unaipiga tu, usile hata majani, kunywa hiyo maji yake tu. Sawa? Hiyo siku yenye utakamilisha dawa yako siku 7. Baada ya hapo sasa, ukimaliza huo utaratibu, utachugua pia utachugua paipai yenyewe sasa, ile ambayo inakuwa laini na iva vizuri. Unaisaga, unaitia kwenye chombo chako ama sahani, kama sahani hii nayo hapa. Kisha unachanganya na asali, unakula. Ile ndo kire ya kumalizia kwenye hiyo siku 7. Insha Allah Taala utakuja kunishukuru. Akubaki kiste tumboni, appendicite haibaki, vidudu vyote vya tumboni, tumbo kuvimba, tumbo kukaa kilo kama mtu ambaye anabeba mawe ndani. Hivi vitu vyote vitakuwa vinaporomoka kabisa na unajisikia amani kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Asante sana, nawatakia usikivu mwema, kazi njema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Kristo shalom. Vitu vizuri viko njiani, tusichoke kusikiliza.